Watu wa Mlima Kenya, hongera. Watu wa Kiambu, hongera. Shikilia hapo hapo, msiachilie. Karibu. Ni nani ambaye ataambia viongozi wa kutoka Mlima Kenya ambao wanamsupport William Ruto kwamba ground imebadilika na wananchi hawataki story za William Ruto? Ni nani? Ni nani ambaye atawaambia? Ninasema nini? Mawaziri, wabunge ambao walikuwa wameandamana na mbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a walikumbana na wakati mgumu walipohudhuria hafla ya kisiasa katika eneo hilo la Kiambu baada ya sehemu ya wananchi kuwazomea na kuzuia wao kuzungumza. Yaani viongozi wa serikali ambao walikuwa wamepeleka upuzi wa tutam upande wa Thika Town, Kiambu County, walikimbizwa na wananchi. Ilibidi maafisa wa polisi kuwatorosha. Ni nini ambacho kilijiri? Sasa kwa mjibu wa mashuhuda wangu kutoka kwa ground, wananiambia kwamba Ng'ang'a ndiye alikuwa host, yaani mbunge wa area, mbunge wa eneo hilo ambaye aliweza kuwakaribisha wageni ambao walikuwa wamemsindikiza mawaziri, viongozi wakuu kutoka kwa serikali, akijumulishwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Lakini sasa Alice Ng'ang'a ambaye alikuwa ni host MP, yani MP ama mbunge ambaye alikuwa amewakaribisha wenzake kuja eneo lake, alipopewa ama alipochukua kipasa sauti kuwaelekeza wabunge jinsi ya kuzungumza, kuwaelekeza mawaziri jinsi ya kuzungumza na hata yeye kuzungumza, wananchi walimkataa. Wanavika oe tokiumana torathie Gatondo, torathie South, torathie Githunguri, torathie Roiro, torathie Kiambu, Kiamba, toima Kiamba, torathie Gikuyu, Limuru, Rari, Kabete. Simba ameguruka. Na mnataka kujua Simba ameguruka? Ako wapi Gatangi? Kameogopa, kamekimbia, kametumana. Na Alice Ng'ang'a alikuwa miongoni mwa viongozi walioalikwa kuhutubia umma. Hata hivyo, kabla hajaanza kuhutubu ama kutoa hotuba yake, baadhi ya wakazi walianza kupiga kelele wakipinga uwepo wake, wakimtuhumu kwa kuwasaliti na kumuunga mkono William Ruto. Unaona, wananchi waliweza kumzomea Alice Ng'ang'a na kumtuhumu kwamba ameweza kusaliti eneo la Mlima Kenya na kuamua kufanya kazi na Bwana Kasongo. Sasa hali ilizidi kuwa tete pale umati ulipoonyesha hasira zaidi, na walinzi wake Alice Ng'ang'a walimlazimisha kuingia ama walilazimika kuingilia kati kwa haraka ili kumlinda. Inadaiwa kuwa baadhi ya watu walijaribu kumkaribia kwa nguvu ili kumcharaza, hali iliyolazimu walinzi wake kumtoa haraka katika eneo hilo na kumweka kwa gari kisha wakamtorosha. Sasa mji wa Thika, kama ilivyo sehemu kubwa ya eneo la Mlima Kenya, una wakaazi wengi wa jamii ya Wakikuyu. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwepo na mvutano wa kisiasa katika eneo hilo, huku baadhi ya wakaazi wakidai kutoridhishwa na uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, ambapo Alice Ng'ang'a ni miongoni mwao. Kutokana na hali ilivyo, viongozi wa mlima wanaoonekana, mpenzi mtazamaji, kumuunga William Ruto mkono walikumbana na upinzani mkali katika uwanja wa Thika, mahala ambapo Alice Ng'ang'a anasema kwamba alikuwa ameenda kufungua Thika Stadium.
Sasa wacha nikuulize, analeta Thika Stadium huku akiwatusi viongozi wengine ambao hawamuungi William Ruto mkono. Alice Ng'ang'a lionekana na wengi kama ishara ya mgawanyiko unaozidi eneo la Mlima Kenya, na kuomba uweze kupata taswira hii. Asante sana Mama Simba oye! Mama Simba wa Matangi amepata uoga, ameogopa kuja. Mwambie akuja panana na Mama Simba. Mama Simba akiguruma, wa Matangi anakimbia. Mama Simba akija, wa Matangi anakimbia. Mama Simba oye! Mama Simba oye! Mama Simba oye! Mama Simba oye! Igwe! Kawa Matangi nikaoga sana. Kawa Matangi nikaoga sana. Kawa Matangi nikaoga sana. Kawa Matangi nikaoga sana. Kawa Matangi kametoroka. Nina imani kwamba umeweza kutazama video hiyo na umeweza kupata taswira kamili. Wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, kwa sababu hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Alice Ng'ang'a anafikiri kwamba akileta maendeleo, akileta hata hiyo uwanja wa stadium ambao alikuwa amesema eti kwamba analeta, kwa sababu ile hafla ilikuwa ni ground breaking, yani walikuwa wanaanzisha jiwe la msingi la kujenga stadium ya Thika. Anafikiri kwamba akileta vitu kama hivyo yuko entitled kuwatusi viongozi wengine. Kabla sijasonga mbele, wacha tu niweze kukueleza hili. Viongozi wa Mlima Kenya ambao wanamsupport William Ruto hawajui wananchi walikasirika na wao kitambo, ule wakati ambao waliweza kupigia finance bill kura ikapita 2024, na ule wakati ambao waliweza kupiga kura kumuondoa Rigathi Gachagua madarakani. Imesalia tu ni wakati ambao wananchi wanasubiri kuweza kuwachukua viongozi hawa wote nyumbani, including Kimani Ichung'wah. Najua Kimani Ichung'wah tangia alipokimbizwa siku hizi ametulia, hataki kuzungumza kwa sababu alipatana na ground kwamba imewaka moto. Sasa iko hivi, Alice Ng'ang'a anasema kwamba anataka kugombea kiti cha ugavana wa kaunti ya Kiambu. Sasa anafikiri kwamba kipindi ambapo anatafuta kiti cha ugavana yuko na nafasi ya kutusi viongozi wengine kama vile Kimani wa Matangi ambaye ni gavana wa sasa. Kwa sababu imagine Kimani wa Matangi alikuwa kwenye mkutano wa kuanzisha jiwe la Thika Stadium, lakini Alice Ng'ang'a na ujinga wake na kiburi chake anafikiri kwamba kipindi ambapo anasupport William Ruto yuko na nafasi ya kuwatusi viongozi. Alianza kumtusi na kumdharau mtu ambaye anaitwa Kimani wa Matangi ambaye ni gavana wa kaunti ya Kiambu. Eti kakimani kakitu, yani kakimani. Huyo mama kichwa chake ni mzuri kweli? Wacha niweze kuuliza, by the way, hawa wamama ambao ni viongozi ambao wanamsupport William Ruto, William Ruto anawapea chakula gani? Ama William Ruto anawapea bangi? Kwa sababu sio Alice Ng'ang'a peke yake ndiye anadharau viongozi. Gathoni wa Mchomba anatusi viongozi vibaya sana, hadi I unfollowed her. Anatusi Gachagua, anatusi viongozi wa Mlima ambao wanamsupport Gachagua, ambao hawamsupport William Ruto. Alice Ng'ang'a ndio huyu. Alice Wahome naye ni matusi tupu. Ni nini ambacho kimefanya viongozi wa Mlima, aswa wanawake ambao wanamsupport William Ruto, wamekuwa mawazimu?
Sasa wacha nikuulize, Alice Ng'ang'a nafikiri kwamba watu wa Kiambu ni wajinga waache kumchagua Kimani Wamatangi ambaye ameweza kufanya maendeleo eneo la Kiambu, waende kumchagua wazimu ambaye ni Alice Ng'ang'a? Tusemezane ukweli. Tusemezane ukweli. Watu wa mlima, watu wa Kiambu, ni wangapi ambao mnanitazama kutoka Kiambu? Niambie. Mtaacha kuchagua Kimani Wamatangi mwenye amefanya kazi, muende kuchagua wazimu ambaye ni Alice Ng'ang'a? Unajua sababu ambayo inafanya viongozi hawa wanamtusi na kumdharau Kimani Wamatangi ni kwa sababu amekataa kuingia kwaya ya William Ruto ya kumtusi Rigathi Gachagua, na amekataa kuingia kwaya ya William Ruto ambayo inasema Ruto tutam. Sasa wanamuona Kimani Wamatangi kama mtu ambaye hafai. Angalia, Kimani Wamatangi amejenga mashule ya ECD, maklas, madarasa, ameweka viti, ameajiri walimu. Alafu mnataka kutoa mtu kama huyo? Kimani Wamatangi amejenga mahospitali ya level 4 Kiambu. Mnataka kuacha mtu kama huyo? Kimani Wamatangi ameleta maendeleo eneo la Kiambu. Nimeona juzi ameanza kupeana kuku ambao wanataka mayai, anapeana nguruwe. Sasa mnataka kuacha mtu kama huyo muende kuleta wazimu ambaye ni Alice Ng'ang'a? Sababu ya kwanza ambayo wananchi iliwafanya wakampigia Alice Ng'ang'a kelele ni kwa sababu alikuwa anamtukana gavana Kimani Wamatangi, na Kimani Wamatangi amefanya maendeleo tele eneo la mlima aswa Kiambu. Namba 2, wananchi walikasirika ama walikasirikanga kitambo sana na viongozi ambao wanamsupport William Ruto, ambao wamesaliti eneo la mlima Kenya. Wameona kumsupport William Ruto ni bora kuliko kuunganisha eneo la mlima Kenya. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo wananchi walikasirika na viongozi hawa, wanasubiri wakati waweze kuwapeleka nyumbani. Namba 3, nikimalizia, sitaki niweze kuzungumza mengi ni wachoshe. Wananchi wamechoka na viongozi ambao wanamtusi Rigathi Gachagua. Gachagua hakukuwa na makosa ndiposa aweze kuondolewa madarakani. William Ruto alikataa mtu ambaye anasimama na msimamo. Alitaka mtu ambaye anaitikia kama Kindiki, na ndio maana akaweza kumuondoa Rigathi Gachagua madarakani. Na wananchi wa mlima wanajua hilo. Lakini Alice Ng'ang'a na viongozi wenzake wanamtusi Rigathi Gachagua. Wananchi wako na hasira. Na wacha nikwambie, 2027 kipindi cha kura, jinsi ambavyo wananchi watapiga kura kuwaondoa wajinga kama akina Alice Ng'ang'a madarakani, si mchezo. Si mchezo. By the way, wacha nikueleze, unajua Alice Ng'ang'a ni miongoni mwa wale ambao waliweza kupigia finance bill kura 2024, na kipindi ambapo wananchi walianza kuandamana wakisema kwamba hawataweza kupigia kura tena viongozi wote ambao waliweza kupigia finance bill kura, Alice Ng'ang'a alijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kwenye picha kama hizi. Unaona picha kama hiyo? Huyo ni Alice Ng'ang'a akiwa na pesa ameweka kwa meza. Kile kipindi Gen Z walikuwa wanaandamana, Gen Z walisema kwamba watampeleka nyumbani. Alice Ng'ang'a akasema kwamba hata mkinipeleka nyumbani mimi sina hasara. Unaona hiyo picha? Aliwaonyesha pesa akawaambia Gen Z, mimi hata mkinipeleka nyumbani sina hasara kwa sababu nimetumia pesa ambazo nimekuwa mbunge nika-invest. Sasa hivi kipindi kila aliweza kuambia Gen Z na Wakenya kwamba hata mkimpeleka nyumbani hana haja na uongozi. Ni kitu gani ambacho kimemfanya sasa anakimbilia kwenda kutafuta ugavana? Huyu mama ni chizi au nini? Viongozi wote ambao wanamuunga William Ruto kutoka eneo la mlima Kenya, let them prepare going home. Exactly. See you in the next video. I don't know what is your take. Unaweza ukaambia nini wale viongozi wote ambao wanamuunga William Ruto mkono kutoka eneo la mlima Kenya? Sema nasi.